Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kundi la wapiganaji la Hizbullah linatajwa kuwa sasa ni tishio kwa Israel katika nyakati tofauti. Viongozi wake wamekuwa wakilizungumzia kundi hili kwamba ndani ya mwaka mmoja limejijenga kiasi kwamba sasa ni hatari kwa watu wa Israel. Ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, viongozi kama vile Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikula kiapo siku za hivi karibuni akisema kwamba kundi hili katika kipindi cha mwaka mmoja tangu kutoa saini kwa makubaliano kusitisha mapigano kati yake na Israel limekuwa ni kundi hatari lililojijenga, lakini akathibitisha kwamba lazima alivunje kundi hili, lazima ahakikishe kwamba vita kubwa italikumba kundi hili. Kauli hizi pia zilirejelewa na waziri wake wa ulinzi Israel Katz akisema kwamba kundi hili halitakuwa na nafasi kwa mara nyingine tena. Hata hivyo, wakati kundi hili kutokana na ujasusi wa Mossad ambao ulikuja na taarifa kwamba linajijenga likipata msaada mkubwa kama ambavyo wamesema kutoka Iran, ni kwamba walikuwa wakisema kundi hili linavunja makubaliano na hivyo kuitaka serikali ya Lebanon ya Joseph Aoun kuhakikisha wanalivunja mapema na kulinyang'anya silaha kundi hili, jambo ambalo Aoun alishindwa kutokana na ukweli kwamba kundi hili limejitengenezea mazingira ya kuhakikisha halipokonyeke silaha, na ndipo ambapo Aoun akaiomba serikali ya Marekani kama kuna uwezekano Marekani itumie njia zinazowezekana kulinyang'anya silaha kundi hili. Mapigano kati ya pande hizo mbili yalianza baada ya mashambulizi ya Hizbullah kuvuka mpaka tarehe 8 Oktoba mwaka 2023 na yakakuwa hadi kuwa vita kamili na mnamo Septemba mwaka 2024 kabla ya utulivu kurejea kupitia makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, Israel imeendelea kuiandama kundi hilo linalotajwa kuunga mkono na Iran kupitia mashambulizi ya karibu kila siku dhidi ya maeneo ya wanachama wa Hizbullah, hasa maeneo ya kusini mwa Lebanon. Hata hivyo, kundi hilo liliingia vitani kwa kile ilichokisema ni kupambana kuwatetea watu wa ukanda wa Gaza, Waislamu wa Palestina. Kiongozi aliyeuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na IDF, Haitham Ali Tabatabai, kamanda wa kikosi maalum cha Radwan na mmoja wa viongozi wa kitengo cha 3800 kinachoshughulika mafunzo na kusaidia makundi ya kishia katika eneo lote ikiwemo Wahuthi wa Yemen. Baraza la ushauri la Hizbullah limemchagua Naim Qasim aliyekuwa naibu wa Hassan Nasrallah kuwa kiongozi mpya mnamo Oktoba 29 mwaka 2024, takribani mwezi mmoja kabla ya kusitishwa kwa mapigano na Israel. Ndiye kiongozi aliyelitengeneza tena kundi hilo baada ya kipindi cha mwaka mmoja wa kusitisha mapigano. Ni kiongozi anayetajwa kwamba sasa ni tishio na huenda akiwa moja kati ya watu wanaosakwa sana na serikali ya Israel kupitia jeshi lake la IDF. Hata hivyo, kiongozi huyu sasa anaonekana moja kati ya walengwa ambao sasa IDF pamoja na Marekani hasa kupitia ujasusi wamekuwa wakimsaka. Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti kuwa mamlaka ya Naim Qasim yamekuwa ni makubwa kiasi kwamba namna ya uongozi wake umekuwa ni tishio hata kwa serikali ya nchini Lebanon, na ndio maana uongozi wa Joseph Aoun ulikuwa mara kadhaa ukieleza wazi ukisema wanahitaji msaada wa kunyang'anya silaha kundi hili kutoka nchini Marekani ama kutoka kwa IDF yenyewe. Ripoti zinaashiria mvutano unaongezeka kati ya Naim Qasim pamoja na serikali. Hata hivyo, kumekuwa na mgawanyiko ambao unaonyesha tofauti kati ya wanaotaka maelewano ya kisiasa na wale wanaopinga kabisa msimamo huu. Naim Qasim mara kadhaa amekuwa akieleza serikali ya Aoun kwamba moyo wa Lebanon ni kundi la Hizbullah. Kundi la Hizbullah ndio linaifanya serikali ya Lebanon kuwa na eneo lake, la sivyo serikali hii itanyang'anywa maeneo mengi kutoka kwa Israel, na hivyo serikali hiyo inapaswa kuunga mkono kile kinachofanywa na kundi hili la Hizbullah. Hata hivyo, kuna changamoto kadhaa ambazo zinalikumba kundi hili. Baadhi yao ni kutokana na hasara za kijeshi ambazo wanazipata wakati huu ambapo tangu mwaka 2023 zaidi wapiganaji wake 1500 waliuawa na takribani 1900 wamejeruhiwa, licha ya kwamba sasa wako sawa. Baadhi ya ripoti zinaeleza hivyo, lakini pia bado kuna upungufu wa vifaa na silaha za kutosha, licha ya kwamba Mossad ilidai kwamba kundi hili sasa lina silaha za kutosha na kwamba limejiunda upya kutokana na kazi kubwa ambayo imefanywa na Naim Qasim, kiongozi mkuu wa kundi hili. Hata hivyo, kundi hili bado limebaki na baadhi ya viongozi wa zamani. Moja kati yao ni kiongozi wao mkuu Naim Qasim, lakini pia yupo kiongozi
Wafik Safa, mkuu wa usalama wa ndani na mwanachama mwandamizi wa kisiasa ambaye ndiye mhusika mkuu wa Hizbullah katika taasisi za serikali ya Lebanon. Lakini yupo Ibrahim Amin al-Said ambaye ni mkuu wa baraza la kisiasa la Hizbullah tangu mwaka 2001. Lakini Sheikh Mahmoud Yazbek ambaye ni kiongozi wa juu wa kidini wa Hizbullah na mkuu wa baraza la sharia. Mohamed Raad ni miongoni pia mwa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Lebanon, mbunge wa Nabatie tangu mwaka 1992 na mkuu wa mrengo wa uaminifu kwa upinzani kama mjumbe mkuu wa baraza la mashauriano na baraza la kisiasa. Kwa hivyo kundi hili bado lina viongozi waandamizi, licha ya kwamba baadhi ya viongozi wake wengi waandamizi waliuawa, lakini bado ambao wamesalia kwa muda mrefu. Baadhi ya viongozi ambao waliuawa ni pamoja na Hassan Nasrallah, kiongozi mkuu, lakini Hashim Safi al-Din, kiongozi wa muda, na Ibrahim Aqil, naibu kamanda wa vikosi vya Radwan, lakini Fuaq Sheika, mkuu wa wafanyakazi wa kijeshi, Ali Karak, kamanda wa fronti ya kusini, na Nabil Qouk, kamanda wa usalama wa kuzuia. Hao ni baadhi ya viongozi ambao waliuawa kutokana na mashambulizi ya IDF. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.